Mara nyingi magonjwa ya nje huanza ndani ya nafsi. Ndiyo, inaweza kushangaza, lakini kuna nyakati ambazo tunajihisi kuumwa, si kwa sababu mwili una ugonjwa halisi, bali kwa sababu mioyo yetu imebeba mizigo mizito ya maumivu na kinyongo. Na kinachouma zaidi sio mwili, bali nafsi. Ngoja nikupeleke kwenye Mithali 17 mstari wa 22. Moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Maumivu ya moyo yasipotibiwa huanza kuathiri mwili mzima, na nguvu za kuishi hupungua taratibu bila hata wewe mwenyewe kutambua. Ni lazima tukubali ukweli huu. Kinachotokea kimetokea. Huenda ni ngumu kusahau na majeraha bado yanauma, lakini maisha hayasimami. Hatuwezi kubadili yaliyotokea, na tukijilazimisha kuyabeba kila siku tunajiumiza zaidi. Lakini bado tuna uwezo wa kubadili yajayo na kuwa maamuzi yanayotufaa leo. Kuachilia si kushindwa, ni kujiponya. Kusamehe si kumsahau aliyekuumiza, bali kuachia nafsi yako ipumue. Samehe tena, samehe kabisa. Kwa maana unapochagua kuishi sasa, unampa Mungu nafasi ya kufanya mapya yale yaliyokuwa yamevunjika. Ishi leo, pumua kwa amani, na tazama, yeye anafanya mambo yote kuwa mapya. Nikutakia tafakari njema ndugu yangu. Leo nikukumbushe kutembelea mitandao yetu ya Instagram, YouTube, TikTok pamoja na Facebook kwa jina la Breeze Online TV. Tafadhali usiache kutufollow pia kwenye WhatsApp channel yetu ya Breeze Online TV. Naitwa Isaac Mwacha. Panapo majaliwa.